hivi ni vitu muhimu ambavyo kama vijana tunapaswa kuvizingatia. Kile cha kwanza ambacho ni vyama vya siasa ambavyo tunatambulika hata kwenye fursa, wanasema tunatambuana kupitia nini? Kupitia vyama. Kwenye zile 10% za mapato ya halmashauri, kidogo mtaalamu ulikuwa unaelekeza kwamba kionekana wewe si nani, basi kidogo mchakato unakuwa mgumu. Lakini mwenyekiti alichokuja kukiongea hapa, tunatambua kwamba baada ya utawala wetu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliunda Wizara ya Vijana. Hii Wizara ya Vijana najaribu sasa kueleza ambacho mwenyekiti amekieleza hapa kwamba tunatengenezewa ajenda. Maana yake ni nini? Ni kwamba Wizara ya Vijana ambayo imeundwa kwa sasa hivi ni lazima waruhusu ama wapokee, sasa ni maoni ninayotoa kwamba wizara hii, ili sasa tuondoe kutambuana kwa chama ama vyama vya siasa na kutokuruhusu kutengenezewa ajenda, ni lazima sisi kama vijana tuiamuru wizara husika ikubali kuundwa Baraza la Vijana Taifa ambalo litaanzia kwenye mamlaka ya miji, kutoka kule kwenye vijiji lianzie kwenye vijiji, mitaa mpaka taifa. Sasa hili baraza halina pande za kisiasa, maana yake vijana hawatambuani kwa itikadi. Ni kwamba yale mawazo sasa ambayo mwenyekiti wa baraza ameeleza kwamba changamoto zetu tutaenda kuziwasilisha kwa pamoja, kuliko utaratibu ambao unatumia. Tumeona Mheshimiwa Arthur Nanauka anaenda kwenye bodaboda. Ile sio njia nzuri. Njia nzuri ni sisi sasa kukaa, tunaondoa zile itikadi zetu, tukae tuzungumze mambo yanao tuhusu kama vijana na kuwasilisha sehemu husika. Shukrani sana. Asante. Lakini pia tukuweka sawa kwamba njia pia kuzunguka kwenye bodaboda sio kwamba zote ni njia ambazo zinatumika. Kwa kila njia ni nzuri, inategemea unaitumia